na kule mmetolewa na APR ambao Kenya hawakuzania kwa kutolewa na APR. Mkaja kwenye ligi kuu mkasali na mechi juzi pia mmesali. Sababu ni nini hasa mpaka mnafanya mwaka huu mmekuwa mkianza? Mwalimu kaja mpya. Yule mwalimu akija mpya kuna mbinu zinakuwa tofauti. Kwa hiyo sasa hivi tunaona tumeanza kuzishika mbinu za mwalimu. Kwa hiyo naamini mchezo unaokuja tutaanza kufanya vizuri kwa sababu Mwenyezi Mungu. Ni kweli tumeanza vibaya, hata sisi wachezaji tunajisikia vibaya kwamba timu inaanza vibaya. Kwa hiyo tumekaa vizuri wachezaji pamoja na benchi la ufundi ili michezo ya mbele ili tupambane vizuri tupate ushindi. Tatizo hasa ni kwa wachezaji au ni kocha mpya aliyekuja? Hakuna tatizo lolote ile. Unajua mpira una matokeo matatu, kuna kufungwa, kushinda na control. Kwa hiyo mpaka tumepata sare, unajua Mwenyezi Mungu kapanga iwe hivyo. Kwa hiyo mimi naona ni hivyo, hakuna tatizo lolote. Tukirudi katika klabu bingwa kule APR, waliwazidi wapi mpaka mkashindwa kutoka na matokeo mazuri? Walituzidi sisi, naona tulifanya mistake. Tumefanya mistake. Unajua mashindano makubwa kama yale, unapofanya mistake watu wanatumia makosa yako. Kwa hiyo sisi tumefanya mistake, wametuadhibu. Hakuna kitu kingine chochote. Lakini kama kucheza mpira tumecheza vizuri. Ilitokea Faisal Salum Abdallah akaambiwa aende katika timu hizi mbili sasa urejee kati ya Yanga au Simba. Wewe karata yako itakuwa. Itoa ni kwa itoa mambo ya dau kama dau kubwa, wewe kama wewe utaenda wapi, Yanga au Simba? Niko kote tunafanya kazi. Chagulie moja. Sasa wewe unanipa mtego sasa. Kwa sababu maana ulikuwa unahusishwa sana na Simba. Lakini matokeo yake akawa mimi siwezi kulizungumza hilo jambo. Kwa sababu mchezaji mpira anafanya kazi kokote kule. Sio unifahamu? Kwa hiyo siwezi kusema Simba, siwezi kusema Yanga. Kokote pia ninafanya kazi. Kitokea Simba nina kufanya kazi, kitokea Yanga nina kufanya kazi. Wewe umejuaje? Wewe umejua hiyo ofa imekuja lini? Katika dirisha kubwa. Mimi siwezi kuingilia mambo ya uongozi. Kweli siwezi kuingilia mambo ya uongozi. Kwa mambo ya uongozi waachie wenyewe viongozi. Sijakuelewa vipi? Mimi nimesema mapema kwamba nadhani jambo hili nasema tena mara ya pili sasa hivi. Mimi sina tatizo tena na bosi. Mnifahamu, sina tatizo tena na bosi. Bado tunaongea vizuri tu. Kwa hiyo sio kama nikiongea tena tutangaze kwamba bwana mimi naongea na mtu na engineer au naongea na namna. Mimi engineer sina matatizo naye kabisa. Sina matatizo naye kabisa na tunaongea vitu vingi sana. Na nishauri vitu vingi sana. Kwa mimi sina matatizo naye. Watu tu wanaongea wanakuza mambo nini, lakini mimi bado naongea naye vizuri tu. Hivi Fei, kwani ulikuwa unaishi gani na sukari kwa Yanga? Sasa hili swali gani unauliza? Hilo swali mimi siwezi kuzungumza. Ndio maana nakwambia mambo haya yashapita, mimi siwezi kuzungumzia. Fei, nini malengo yako kama mchezaji kwa msimu huu? Msimu uliomaliza ulimaliza kama malengo yangu mimi kama mchezaji ni kuipambania timu na kufanya vizuri katika mashindano ambayo yako mbele yetu kama mchezaji. Kwa hiyo siwezi kusema mambo mengi zaidi ya kusema kwamba lazima niipambanie timu yangu ili pale tulipoishia msimu unaokuja, msimu uliopita tuongeze zaidi ili kutetea kufanya kupambania ubingwa. Utofauti wa Faisal Salum Abdallah ambaye alikuwa Yanga na sasa hivi kwa Azam FC ni upi? Hakuna tofauti. Faisal Salum ni yule. Faisal Salum ni yule, hajabadilika kabisa. Mafanikio zaidi umeona umepata wapi? Kwa Azam au kwa Yanga? Kote nimepata mafanikio makubwa. Kote ile Azam tu ambacho kinachonipa mawazo mpaka sasa hivi ni ubingwa tu. Natamani sana Azam nipate ubingwa, lakini hakuna kitu kisichowezekana, acha tupambane ili tuone tutakuwaje. Lakini mafanikio ambayo niliyopata Yanga ni kupata ubingwa, kupata vikombe vyote vitatu. Kwa hiyo medali zote za ubingwa mimi ninazo. Kwa hiyo Azam nataka niweke historia ambayo kila mchezaji anatamani kuweka. Nataka ubingwa, hata niseme siku yote Fei atakuja kuondoka Azam, kuna kitu fulani ambacho kakiacha au kuna kovu ambayo kaiacha, watu wataikumbuka wana Azam pamoja na mashabiki wa Azam. Na ndio nilichokipambania sasa hivi na sio kitu kingine chochote kile.
Unawaahidi nini mashabiki wa Azam FC ambao tayari wameshakata tamaa baada ya matokeo haya? Wasikate tamaa, hii ni timu yao. Hii ni timu yao, waendelee kuisupport, sisi wachezaji wao waendelee kutupa nguvu na waendelee kuja uwanjani kwa sababu uwepo wao uwanjani sisi unatupa nguvu sana kupambana na kupata matokeo. So kwa hiyo wakisema watu waache mkono, sisi huwa tupate ile morale ya kupata matokeo. Kwa hiyo tunaomba sana waje kwa wingi uwanjani ili tupate matokeo zaidi. Mwalimu Nchemba mimi ni babangu alinilea. Kwa hiyo anatamani sana nipate mafanikio zaidi ambayo niliyopata sasa hivi. Na mpaka anasema hivyo basi anajua anatamani sana nipate mafanikio makubwa zaidi. Kwa hiyo nimefurahi kuona ile comment post yake, na mimi namheshimu sana na ananipa ushauri. Si kama siongea naye, naongea naye, ananipa ushauri na ananiambia vitu vingi sana. Kwa hiyo nimefurahi na niliongea naye vitu vingi tu. Hivyo. Vipi Feitoto kama mchezaji mwenyewe ana malengo ya kufunga magoli mangapi msimu huu? Mimi siangalia sana sijiangalia sana mimi. Mimi ninachoangalia sana ni klabu jinsi gani ambayo tunapata matokeo. Na jinsi gani ambayo tunapata point 3. Kwa sababu mchezaji ukijiangalia wewe utakuwa timu yako, unaweza kujiangalia ukasema unafunga lakini mkapoteza. Umefunga lakini mmepoteza. Ndio kuna malengo kweli hapa. Ni sasa utakuwa umejiangalia wewe. Kwa hiyo mimi naangalia sana klabu kwanza, alafu mambo mengine baadaye. Klabu kwanza ipate matokeo alafu mengine baadaye. Unaiona wapi Azam FC? Azam FC naiona itafanya vitu vizuri tu kama msimu ambao uliopita. Itafanya vitu vizuri. Bado mechi zipo, kutoka tumecheza mechi 2. Kwa hiyo kila mchezaji anatamani kuifanyia vizuri Azam FC na inawezekana na tutafanya vizuri kama msimu unaisha. Mimi ningependa kufahamu pindi unapokuwa pale uwanjani yale makele ya mashabiki wakiwa wanakuzomea, huwa unajisikiaje, anakuathiri kwa namna yoyote? Hapana. Mimi haniathiri kwa sababu mchezaji mashabiki wanacheza na timu nyingi. Si mashabiki wa timu gani? Mimi nafocus sana na mchezo. Mashabiki ni kawaida yao kukushangilia na kukuzomea. Hasa timu ambayo unaotoka kutoka timu hiyo na timu hiyo, mashabiki lazima wakuzomee ili wakutoe mchezoni. Lakini mimi nafocus sana na kazi yangu. Ni kawaida kokote kule, sio Tanzania tu, hata duniani huko. Mchezaji kutoka timu hiyo na timu hii huwa anazomewa. Umeona? Kwa hiyo inakuwa hiyo ni kawaida kwa mchezaji. Kwa hiyo mimi sijaona kitu ambacho kinonifanya kinipe pressure zaidi, hamna. Ni kawaida. Na siwezi kuambia mashabiki wote wale msinizo, huwezi kusema hivyo. Mchezaji ili upate morali zaidi, lazima upate watu ambao kukupa changamoto, sio? Unifahamu? Kwa hiyo mtu yote ambaye atakuzomea ndo anazidi kukupush kwamba izidi ufanye, yani anakupush izidi kufanya vizuri. Ndio inapokuwa. Hata katika maisha hivyo sio? Umeona? Kwa hiyo mtu ambaye anakuzomea anazidi kukupush wewe uendelee kupambana. Anazidi uendelee kufanya vizuri. Kwa hiyo mimi hakuna tatizo lolote. Mashabiki ni kawaida yao kuzomea bwana. Huwezi kuwazuia. Abdallah ni mtu aina gani nje ya uwanja? Faisal Salum Abdallah ni mtu fresh tu. Ana makuu nini, iko fresh, iko simple. Anacheka na kila mtu, anafurahi na kila mtu. Napenda sana kufurahi. Hakuna kitu kingine chochote. Kumalizia, ni kweli hujui English? Nakwambia nani? Niliona TikTok. Kuna mtu atakwambia. Hamna, niona TikTok pale. Hamna. Nani? Anale post. Ni nani wewe uko? Au Msindo? Sasa Msindo anaona na akili. Hana. Sasa. Tuhakikishie sasa. Waambie Azam FC ni bingwa msimu huu. Kwa Kiingereza ukisema sasa kwa Kiingereza tusiongea hapo. Kiingereza tusiongea. Ndio hiyo kitu poa, labda.